Naam, hii ni sehemu ya 15 msikilizaji, tunazidi kusonga mbele kufahamu yapi yanayoendelea hasa mara baada ya kuona matukio yote ambayo yametokea kwa kapo ya Hamza na Reji na ajali yote ilivyotokea na namna bibi kilichomtokea. Sasa mara mwisho ni Hamza anamwaga Reji ya kwamba anatoka. Ana Reji alipandisha na Hamza sasa akatoka nje na kufunga mlango na kisha aliondoka. Alienda wapi? Langu jina Lucas Lumbas. Naam. Uhalisia ndani ya ndoto mida kama ya saa 10:30 hivi asubuhi. Licha ya mwanamke ule kuungua na ule moto wa maajabu na kufariki, lakini kicheko chake na laana alizokuwa akiongea wakati wa kuungua zilikuwa bado zikisikika kama vile ni mwangwi unaojirudia katika masikio ya watu. Nadhani kama utakuwa na kumbukumbu vizuri msikilizaji, sijui ni sehemu ya ngapi, sijui ya 6, sijui ya ngapi. Kuna ndoto Hamza aliota na aliona kuna mwanamke ambaye ni kama anaunguzwa na moto huku akimwangalia Hamza. Unaikumbuka ile ndoto Kwa hiyo wale watu waliokuwa wakishangilia yule mwanamke mchawi kuchomwa moto walijikuta wakipatwa na uoga kutokana na kitendo kile cha kuendelea kuzisikia zile sauti licha kwamba tayari amekwisha kuungua na kufariki. Kusanyiko lile baada ya yule askofu aliyehusika kumuunguza yule mwanamke na moto wa nuru, basi walimfuata nyuma wana aliondoka. Walimfuata nyuma na kuingia katika kanisa kubwa na kuanza kusali kwa kutubu. Licha ya kila mtu kutawanyika, Hamza alijikuta akiwa amesimama katika eneo lile bila kupiga hatua. Kilichokuwa kikimshangaza ni kwamba bado akili yake ni kama ilikuwa ikiyaona macho yule mwanamke akimwangalia. Haikuwa hivyo tu, ule moto ambao ulimuunguza yule mwanamke bado alikuwa akihisi nguvu yake. Alikuwa katika mshtuko mkubwa mno kwa kile kilichotokea, kiasi cha kusahau kabisa nafsi yake na akili yake ipo katika mwili ambao sio wake. Hamza akawaza kwamba hii nguvu ni ya kimaajabu mno, tofauti na kuogopa kama ilivyokuwa kwa watu wale ambao hakuwa akiwajua, lakini yeye alikuwa ameshikwa na tamaa kubwa ya nguvu ile aliyoweza kuiona na kujiuliza anawezaje kujifunza uwezo ule. Sasa muda huo alijikuta akishikwa mkono, kitendo kilichomshtua na kumwangalia aliyemshika. Sauti kasikika kwamba jamani Rutha, asante Mungu wa nuru. Asante Mungu wa nuru kwa kumuokoa na mateso kama baba yake. Kijana mdogo kama huyo anastahili rehema za Mungu. Hamza alijikuta akivutwa kutolewa katika eneo lile na yule mwanamke huku sasa akiongea kila aina ya maneno ya shukrani kwa Mungu wa nuru. Alikuwa ni mzungu. Ukweli ni kwamba kila mtu aliyekuwa akimuona kwake alikuwa ni mzungu. Hamza alijaribu kunyanyua mdomo ili kuongea, lakini mdomo ulikuwa ni mzito mno na bado alikuwa katika mshangao wa kuitwa Luther. Haitaka kuuliza yeye ni nani na kwa nini ana mwili wa kizungu. Hamza aliendelea kushangaa zaidi mara baada ya kuingizwa katika nyumba ndogo na mwanamke wa makamu wa kizungu ambaye alikuwa akitaja kila aina ya shukrani kwenda kwa Mungu. Kitendo cha kushangaa na kujishangaa kilimfanya yule mwanamke kumwangalia Hamza na kuendelea kutokwa na machozi. Yule mwanamke akasema, Rutha, ugonjwa wa akili umekutesa mno. Hebu jiangalie ulivyokonda. Yule mwanamke kusasa akimwangalia Hamza. Hamza bado alikuwa na maswali. Hakujua kilichokuwa kikiendelea ni nini, lakini alijua kitu kimoja, hakuwa ni Hamza bali alikuwa ni Luther. Aliogopa pia kuongea kwa kuonekana labda watamjua yeye ni Hamza katika mwili wa Luther. Sasa kuna sauti ilisikika ikisema kwamba Alisa, usiongee sana na Luther. Ndio kwanza amepona na lazima atakuwa na uchovu. Ivan, hebu msaidie mama yako twende nyumbani. Hamza aligeuka, aligeuza macho yake na kumwangalia mwanamume wa kizungu mwenye nywele nyeupe akiongea. Alikuwa na kama miaka 50 hivi kwenda 60 hivi. Licha ya kuwa na ndevu nyingi, lakini ilionyesha katika ujana wake alikuwa na muonekano mzuri. Sasa Hamza alisema kwamba asante shangazi, nipo sawa bado tu ila najisikia kizunguzungu. Hamza aliongea hivyo lakini aliongea nje ya hiari yake. Ilikuwa ni kama kuna kitu ambacho kilikuwa kikimsukuma kuongea hivyo. Sasa yule kijana ambaye alikuwa amemleta Hamza kuangalia mchawi akichomwa moto alikuwa amemshikilia mwanamke huyu wa kizungu aliyefahamika kwa jina la Alisa. Akasema kwamba Rutha, nimefurahi sana kukuona hali yako inatengemaa, yule mchawi amestahili. Amekutesa sana.
Akasema wakati ule anahamia na kuwa jirani yako, alionekana kuwa yani kama mwanamke mrembo sana, tena mstaarabu. Mpaka nilipata ahadi na wazo la kuhakikisha kwamba John anakuwa mke wake, lakini alikuwa ni mchawi. Tulimshuhudia mara kadhaa akifukua miili ya watu kutoka makaburini ili kufanyia majaribio ya kichawi. Asante sana Mungu kwa kumfanya akamatwe na ushahidi wakati akifufua au akifukua mwili kaburini. Nashindwa hata kufikiria kama angefanikiwa katika uchawi wake ni watu wangapi wangeathirika. Hamza aliendelea kusikiliza yale maneno ya Alisa kwa umakini, na sasa ni kama anapata mwanga. Yule mwanamke alikuwa ni mchawi na alikamatwa na ushahidi akiroga kwa kufukua maiti makaburini. Ndio maana akafanyaje? Akachomwa moto. Sasa kutokana na mwanamke yule kuwa jirani yake, na yeye pia alichukuliwa kama mshirika wa uchawi na yule mwanamke na kuanza kuhojiwa. Na alionekana mahojiano hayakuwa ya kawaida. Kuna nguvu ya ziada ambayo yani kama nguvu ambazo zilikuwa zikitumika. Na ndicho kilichomfanya Luther kupoteza fahamu. Ilimfanya Hamza kudhania pengine Luther alikuwa akishirikiana katika masuala ya ulozi na yule mwanamke, ndio maana alikuwa akimwangalia sana. Asole mwanamke Alisa alionekana kuongea mfululizo yani, kana kwamba yani alikuwa akisimulia tukio zima la namna mwanamke yule alivyokamatwa na namna ambavyo pia Luther alihusishwa katika swala hilo mpaka kuachiliwa. Yule mwanaume mwenye nywele nyeupe alimwangalia Hamza na muda ule ule alionekana kutabasamu na kumshika bega. Akasema ya kwamba yupo hivyo, unapaswa kumzoea. Aliongea na kumfanya Hamza kutingisha kichwa. Sasa yule mzee akasema ya kwamba Alisa alikuwa ni mwanamke mrembo sana wakati wa ujana wake, lakini mara baada ya kumzaa John alibadilika sana na kuwa kama hivi. Mpaka sasa naweza kusema amekuwa sio mshindani wangu tena likija swala la kuongea. Alizungumza yule mzee kwa lugha ya Kiingereza, msikilizaji. Sasa upande wa Hamza bado hakuzingatia mazungumzo yao. Yaani ni kama alikuwa akiwaza kutaka kujua alikuwa wapi na kwa nini nafsi yake ipo katika mwili ambao sio wake. Msikilizaji, kumbuka hali anayoipitia Hamza ni kama wewe unavyokuaga kwenye ndoto afu unashangaa mbona vitu vingine vipo hivi. Kuna muda unakimbizwa na hauwezi kukimbia lakini unashinda mbio. Sijui unafahamu hiyo hali? Sasa Alisa akasema Joel, mwanaume aliyekuwa na nguvu na hamasa ya juu ya kutimiza ndoto zake za kuwa msanii mkubwa, sasa hivi amegeuka na kuwa mlevi. Yule mwanaume akasema kwamba Alito ni jiji ndani ya nchi ya Zaburi. Watu wasiosabika wanafika kwa ajili ya kutimiza ndoto zao, lakini je, ni wangapi ambao wamefanikiwa? Afistosha Alisa nimeacha kuwa mlevi tokea siku John alipopata kazi. Sasa yule mwanamke Alisa akasema, asante Mungu. Nadhani unajua namna tulivyoweka matumaini yetu kwa John na Ivan. John amekuwa mtoto mzuri kwetu. Ameweka juhudi kubwa na sasa ameweza kuchaguliwa na kujiunga na jeshi. Kama ataweza kuamsha karma ya damu yake na kutambulika, ataweza kupewa cheo cha ubwana na wengi watamheshimu. Hamza alimsikia yule mwanamke Alisa akiongea hivyo, na upande wa yule mwanaume aliyefahamika kwa jina la Joel alitingisha mabega, na yule mwanamke aliyefahamika kwa jina la Alisa alionekana kujishtukia na kumwangalia Hamza. Kumbuka hapa bado Hamza kama yupo ndotoni, naomba tusipoteane msikilizaji. Sasa yule Alisa yule mwanamke akasema, Luther, naomba unisamee, sijamaanisha kwamba wewe huna uwezo. Ulitakiwa kupitia mafunzo kidogo wakati ulipokuwa mdogo. Aliongea Alisa, lakini kama sasa radhi yake haikufanya kazi. Sasa yule mwanaume akasema kwamba Luther ana shida na naamini ataweza kuibeba ndoto yangu na kuwa msanii mkubwa. Akasema ndio, nataka kuwa msanii mwanamuziki mkubwa. Hamza alijikuta akisema bila kufikiria, huku akicheka na kufanya yule mwanamke kuvuta pumzi ya uweni na kuanza kuongea tena kila neno ambalo lilimjia mdomoni, na ilimfanya sasa Hamza kuelewa mji huo na ulimwengu huo. Kitu alichojua ni kwamba yupo katika jiji linalofahamika kwa jina la Alto, ndani ya nchi ya Zaburi. Hamza muda huo licha ya kujua nafsi yake ipo katika mwili ambao sio wa kwake, lakini ukweli alijikuta ni kama alikuwa akiangalia TV kwa kupitia VAR vile, na kumfanya sasa awe katika mazingira yale, yani matukio yanapotokea. Nafsi yake muda huo ilikuwa ikimwambia lazima
afahamu yupo wapi. Kama yupo kwenye ulimwengu mwingine, lazima ajue yupo ulimwengu gani. Kama ni kumbukumbu za maisha, lazima azifahamu ni kumbukumbu gani ambazo zimemleta katika mazingira ya namna hiyo. Mazingira ambayo ni ya kale kabisa, lakini yenye kujaa maajabu, na hata kama ni ndoto lazima ajue kwa nini anaota ndoto namna hiyo. Hamza alijikuta akishtuka mara baada ya kutingishwa kwa nguvu, na akiwa katika hali ya kuhema alijikuta akifumbua macho yake, na pembeni yake kalikuwa kamesimama karembo ketu Reji. Reji akasema, wewe amka bwana, nenda kaoge na kisha badilisha mavazi yako. Aliongea Reji aliyekuwa amesimama akimwangalia Hamza namna alivyojiachia bila kujifunika shuka kutoka kiunoni na kufanya sasa kifua chake kuwa wazi pamoja na mwili uliovimba kutokana na mazoezi. Alijikuta akishindwa kujizuia na kuanza kuona aibu za kike. Hamza alikuwa mwili wake umekatika kimazoezi. Kutazama tu kifua, unasema bode kweli, ila hapa bode la mwanaume ila hapa. So alijiambia ndio maana Hamza anaonekana kuwa na maamuzi ya haraka kutokana na kuwa na mwili wenye mazoezi. Aliona mwili wa Hamza haukuwa wa kawaida kabisa, na alishangaa kana kwamba hakuwahi kuona mwili wa mwanaume. Hamza upande wake ni kama hakupenda kutoka ndotoni. Unajua kuna zile ndoto zingine ukiamshwa, ungeniacha nilikuwa napewa hela. Wewe kwa nini umeniamsha? Sasa ndio kilichomfanya Hamza naye kuchukia. Hakutaka kuamka ndotoni. Ukweli ni kwamba siku kadhaa nyuma alihofia ile ndoto, lakini mara baada ya kuota zaidi ya mara 4 ni kama alianza kupata shauku ya kuendelea kuota. Kwake ni kama alikuwa akiangalia tamthilia akiwa ndotoni. Hapo sasa kilichomfurahisha ni kwamba ndoto hiyo ni kama ilikuwa ikijua wapi ilishia. Kwani ilianzia pale pale na kuendelea, lakini sasa mara baada ya kuona kumekucha ilimshangaza. Aligeuza macho upande wa eneo la switch kuangalia labda ule mshumaa wa nuru umechomekwa kwenye umeme, lakini hakukuwa na mshumaa, na aliona kabisa ameota bila ya msaada wa kitu. Regina, kwa nini umeingia chumbani kwangu bila kugonga? Wewe, mimi nimegonga mara kibao sana, afu hata ufungue mlango, mimi nifanyeje sasa? Ndio maana nikaingia. Mfanya basi haraka, mimi nataka tukachukue cheti cha ndoa. Aliongea Regina na kufanya Hamza kufunua shuka bila kujali alikuwa amevaa boxer tu. Ndoa tunayo hatuna. Reji akutegemea Hamza alikuwa na boxer tu. Na baada ya shuka lile sasa kumtoka mwilini, kilichoonekana ni eneo la mbele Hamza kuwa na hamasa kubwa ya mapambano. Reji akasambia, wewe unafanya nini sasa? Regina alijikuta kigeuka na kuangalia pembeni, sasa mapigo ya moyo wake yakienda kasi mno. Hamza akasema, hili ni swala la kibiolojia. Kwa hiyo kuna haja gani sasa kushtuka wakati ni ishara nzuri kuonyesha na afya nzuri? Regina akasema, mpuuzi wewe, una hata aibu. Hamza akasema, nione aibu ya nini sasa ndani ya chumba changu? Regina anaonekana kuwa na mchecheto mno kwenda kuchukua cheti cha ndoa asubuhi. Ina maana kulala ama? Bwana, unajua mimi sitaki tu bibi kuwa na wasiwasi kabla kuondoka. Afu usifikirie mbali, ni cheti tu, ila maisha yetu yatabakia vile vile. Mimi nimekaa chini na kufikiria, nimegundua bibi anachotaka ni kuona cheti tu. Na hajasema tu kwamba tuwezi kuachana hapo baadaye. Kwa baada ya mkataba wako wa kazi kuisha, tunaweza kuachana na kila mtu akaendelea na mambo yake. Kwani kuna haja ya kwenda mbali namna hiyo? Kuna haja ya kuichukia ndoa kiasi hicho? Bwana, mimi sijasema naichukia ndoa. Nachukia kufunga ndoa na mtu kama wewe. Aliongea na kumfanya Hamza kuvuta pumzi ya masikitiko huku akimwangalia mwanamke huyo akizipiga hatua kutoka chumbani kwake. Regina, kwa sababu umekuja kuniamsha chumbani kwangu, unaonaje na mimi nikiwa nakuja chumbani kwako kuamsha? Itakuwa ni kuamshana kwa zamu. Wewe, ole wako ingie chumbani kwangu. Wewe ongea upuzi wako. Aliongea Reji na kutoka nje. Upande wa Hamza, wakati akijiandaa kwenda kuoga, simu ilimfanya gaili kwa dakika kadhaa na kisha kuchukua kujua nani anampigia asubuhi hiyo. Baada ya kuangalia na kuona jina ni la Dina, alijikuta akitoa tabasamu la uovu na moja kwa moja alikumbuka ukatili aliofanya usiku. Ni ukatili gani, msikilizaji? Hii ndio sehemu yenyewe. Sasa tutajua Hamza alivyomwaga Regina anatoka, alienda wapi? Sasa baada ya hii simu, Hamza anaonekana kukumbuka ukatili aliofanya usiku kwa Dina. Mrembo, nini maana kupiga simu asubuhi yote hii? Unaniuliza nini? Umefanya nini wakati nikiwa nimelala? Sauti upande wa pili ilionekana kuwa na hasira mno. Sasa msikilizaji, hivi naachaje kukupatia umbea
wa kilichotokea. Nisikilize kwa uzuri kabisa msikilizaji. Usiku wa jana bwana, Hamza mara baada ya kutoka nje ya geti alisogelea moja ya gari ya Mercedes Benz iliyokuwa imesimama mita kadhaa kutoka katika geti la nyumba yao, na kisha aligonga kioo cha mbele, na muda ule ule kioo kile kilishushwa, na ndani ya gari hiyo alionekana mwanaume aliyevalia suti, ni mweusi mwenye makadirio kama ya miaka 30 hivi. "Bosi, pole kwa kusubiri muda mrefu," aliongea Hamza kinafiki tu na kumfanya yule bwana kutota basamu, na kisha aliangalia chini. Sasa jamaa akasema, "Umejuaje na kusubiri bro? Huna haja kujifanya mjinga, ile hali umefanya kila hila ya kupata attention yangu nijue unanifuatilia," aliongea Hamza na kumfanya yule bwana kutota basamu. Jamaa akasema, "Ni kama nilivyodhania umeniona. Unaonaje ukiingia ndani ya gari bro?" Aliongea na kufanya Hamza kuzunguka upande wa pili na kuingia katika ile gari. Kilichomfanya Hamza kujua gari hiyo ilikuwa ikimfuatilia ni mara baada ya kuiona zaidi ya mara 3 katika safari nzima ya kutoka hospitalini mpaka kufika Kigamboni. Sasa wakati alipokuwa akiongea na Reji nje ya hospitali karibu na maegesho ya magari, aliweza kuiona, na wakati sasa wanasubiri taksi kuwachukua kwenda nyumbani ili wapita. Sasa Hamza mwanzoni hakuitilia sana manani kutokana na dereva kutokuonekana kuwa na nia yote mbaya. Lakini sasa mara baada ya kuona ikiwa imesimama mita kadhaa kutoka kwenye geti la nyumba yao, aliona kabisa dereva wa gari hiyo alikuwa akifanya makusudi ili kumjulisha kwamba anamfuatilia. Sasa yule bwana akasema ya kwamba, "Bro, wewe sio wa kawaida. Umeweza kuwashinda wale maninja wa kundi la nyoka na kisha kumuokoa bosi Regina katika mlipuko wa gari. Uwezo ulioonyesha sio wa mwanajeshi wa kawaida aliyepitia mafunzo ya komando. Unaweza kusema wewe ni zaidi ya mwanajeshi. Unaweza kuniambia mafunzo yako ni ya namna gani na uwezo wako kwa ujumla?" Aliongelea jamaa huku akiwa na hali ya urafiki katika macho yake. Hamza akasema, "Na wewe unaweza kuniambia ni nani haswa na kwa nini umefanya kila hila nikutambue?" Yule jamaa akasema, samahani bro kwa kutokujitambulisha bwana. Mimi naitwa Norbert Geza kutoka kitengo cha usalama wa nchi." Aliongea na kufanya Hamza kutingisha kichwa. Hamza akasema, "Sawa bwana Geza. Je, kuna sababu yoyote ya jeshi kunifuatilia?" Geza akasema, "Ni masuala ya usalama tu wa nchi ndugu Hamza. Unajua tukio kama la leo tuna kila sababu ya kukufuatilia." Aliongea na kumfanya Hamza mwangalie. Hamza akasema, mmepanga kufanya nini sasa kuhusu tukio la leo? Maana kama mlivyoona kuna watu wanataka kuniua mimi na bosi wangu. Mpango wenu ni nini? Au mnapotezea tu muda ni kunifuatilia? Mnapoteza muda kunifuatilia tu ila hakuna chochote mnachofanya? Geza akasema, "Tunapanga kulichukulia hatua swala hili, lakini hatua ya kwanza ni hii ya kuongea na wewe. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kukutuliza na kukutaarifu kwamba wote waliohusika hapa tutawaonya wasirudie tena kuyumbisha usalama wa nchi na raia wake." Kwa hilo jibu Hamza alicheka. Akasema, "Mbona kama kauli yako ni ya kimaigizo na onyo kwa wakati mmoja? Mimi ndio nimeshambuliwa, lakini ninachoona hapa unanipa onyo nisichukue hatua kwa wale waliohusika. Yaani kama watu wameweza kukodi kundi la hatari kama hili kwa ajili ya kuhakikisha tunapoteza uhai, unadhani unachoongea hapa kinaweza kutekelezeka?" Bwana Geza akasema, "Kama nilivyojitambulisha Mr. Hamza, kupitia vitengo vyetu vya kiusalama vya nchi tutafanya kile linalowezekana. Unajua Tanzania ni nchi inayoendeshwa kwa misingi ya haki na sheria. Hatuwezi kumruhusu mtu kufanya anachotaka. Hivyo naomba usiingilie kazi ya jeshi na kusababisha matatizo zaidi. Idara ya usalama wa nchi haiwezi kufumbia macho masuala kama haya." Hamza baada ya kauli hiyo alisema, "Naona unaongea ujinga na upuuzi tu. Nilikuona kule hospitalini na nikakuona tena baada ya mlipuko. Hii inamaanisha mlijua tukio kama hili litatokea. Nyie kama kweli ni sehemu ya usalama wa nchi, kwa nini hamkuzuia tukio kama hili? Hii ni moja kwa moja inaniaminisha kwamba watu waliohusika wapo ndani ya idara zenu na walikuwa wakiangalia nini kinachokwenda kutokea. Sasa kwa sababu umejileta mwenyewe, hivyo unaonaje ukinitajia kabisa husika?" Geza akasema, "Hamza, unamaanisha nini? Kwa nini unataka ni kwenda kinyume na msimamo wa idara ya usalama wa nchi?" Aliuliza hivyo jamaa na kumfanya Hamza macho yake kuchanua na kumwangalia kwa makini. Hamza akasema, "Kama huna taarifa yenye maana kwangu,
basi niweza kusema muda umeenda na nataka kwenda kulala, aliongea Hamza, na kisha alifungua mlango na kutoka nje. Sasa Norbert alishia kumwangalia tu. Istoshe, alikuwa kimhofia kwa kile alichokuwa amekiona leo, hivyo hakuona haja ya kubembeleza. Mara baada ya kumuona Hamza akirudi ndani, aliendesha gari mpaka mita kadhaa kwenye moja ya nyumba iliyokuwa na geti la njano katika mtaa huo, na mlango ulifunguliwa na wanaume 4 hivi ambao walikuwa wamevalia mavazi ya kiraia na kisha kuingia ndani ya gari ile. Sasa mmoja akauliza, "Captain, vipi kuhusu Hamza, amekuelewa?" Jamaa akajibu, "Sina hakika. Huyo dogo inakuwa ni ngumu mno kujua ni kitu gani anapanga kufanya. Tunapaswa kuwa makini, tusiruhusu akasababisha matatizo, hasa kipindi hiki cha uchaguzi." Hasa mmoja ya wale watu akasema, haya yote ni kutokana na tamaa za mheshimiwa mstaafu na familia mzee Benjamin na kuendelea kumchokoza bosi Regina kila siku. Hivyo nadhani kwa sababu ya kuwa mstaafu anaweza kufanya chochote na kujimilikisha nchi." Jamaa akajibiwa kwamba ni kwa sababu hakuna anayeweza kumfanya chochote mstaafu. Nchi ilimwacha afanye chochote, na sasa mizizi yake ipo kila kona ya nchi, kuanzia kwenye uchumi mpaka kwenye siasa. Familia ya Benjamin ni sehemu ndogo sana katika ngome yake. Mmoja akasema, ndio maana unadharauliwa na huyu Hamza kwa kutumika kizembe. Mwingine akasema, unajua hii mission yetu ya kuhakikisha nchi inakuwa salama. Kwanza ni mission yetu, sisi ni wanajeshi na lazima kila tunachofanya kinazingatia sheria na katiba ya nchi. Vinginevyo hapa hatuwezi kuwa na tofauti na wahalifu. Sasa captain akasema, jamani, haina haja kulalamika. Kwa sasa tokea tuanze kufuatilia matukio yote yanayoendelea, hatuwezi kusema kwamba usalama wa nchi upo hatarini. Tunapaswa kuendelea kuwa makini na kila hatua wanazochukua. Lazima tutimize kila wajibu ambao tumepewa na wakuu wetu. Baada ya captain kuongea hivyo akasema, ndio tumekuelewa captain. Captain akasema, Ayubu, vipi bado hujampata Amos? Ayubu akajibu, afande Rama anaendelea na uchunguzi bado. Jasusi mara ya mwisho alionekana katika mgawa maeneo ya Masaki, na baada ya hapo hajaonekana tena, na hakuna alama aliyoacha nyuma inaweza kutufanya kupiga hatua kujua alipo. Captain akasema, vipi ndani ya kanisa la Brazil? Hakuna movement zozote za kutilia mashaka? Ayubu akasema, kuna mtu wetu ndani ya kanisa na mpaka sasa hajawasilisha taarifa yoyote. Nadhani bado hakuna cha kutilia mashaka, aliongea Ayubu, na kumfanya sasa Captain Norbert kufikiria kidogo. Captain akasema, kuna kitu lazima kinaendelea. Nimesikia na Fande Daniel anamtafuta Amos. Wewe Mzize, kuanzia kesho hebu endelea kumfuatilia Kanali Dastan kila hatua anayopiga na kisha unipe ripoti. Alafu wewe Fadhili, wewe utaendelea kumfuatilia Hamza pamoja na washikaji zako. Fadhili akasema, sawa captain. Akasema, hebu waulize kwanza tujue kama Hamza bado yupo nyumbani. Aliongea na kumfanya bwana aliyeitwa Fadhili kutoa sasa simu pale pale, na aliongea kwa dakika kadhaa na kukata. Akasema kwamba bado yupo nyumbani captain. Hakuna kamera inayoonyesha akitoka. Captain akasema, vizuri, kama kuna lolote litakalotokea mtanijuza, mimi nenda nyumbani. Aliongea na mabwana wale, walikubali na kisha walishuka katika ile gari na kuingia ndani ya nyumba ile yenye geti, na Captain Norbert alitoweka katika eneo hilo. Sasa upande mwingine, wakati wakijua Hamza yupo nyumbani, ukweli ni kwamba alikuwa shaondoka muda mrefu sana kwa kuzikwepa kamera, na hata simu yake aliacha hapo hapo nyumbani, maana alijua lazima maagenti hao wanafuatilia simu yake. Sasa muda alikuwa umeenda, na kuna maeneo ndani ya mtaa huo wa Egret yalifunikwa na vivuli vya miti, na ndio aliotumia sasa kupotelea mpaka kwenda kutokea katika mtaa mwingine kabisa. Hamza mara baada ya kuona amefika mbali kabisa na nyumbani, alitoa simu ndogo tu ya button na kisha alitafuta namba ya Lawrence ambaye ni msaidizi wa Dina. Bro, muda umeenda sana. Kuna kitu nataka nikusaidie? Kundi la kininja la Blackhead Snake lipo Tanzania. Nataka kujua eneo alipo. Bro, umejuaje hapo Tanzania na kwa nini unataka kujua alipo? Aliuliza Lau upande wa pili. Sasa Hamza alikuwa akijua moja ya kanuni kubwa ya kundi hilo la kininja ni kusafiri kimakundi. Kwa mfano, ikitokea kazi ya kuua, ya kuua mtu katika eneo husika, lazima na kiongozi wao asafiri kwenda kuweka makazi ya muda katika eneo hilo. Hamza alijua akimkamata tu kiongozi,
ndio atakavyoweza kumpata mtu ambaye anataka kumuua kwa kumsababishia ajali za mara kwa mara. Wewe niambie wapo wapi? Kwa network yenu lazima tu mtakuwa na taarifa zote. Lakini madam washalala tayari. Sasa unaonaje nikimwamsha na kumwambia kwanza? Ukaendelea kuongea ujinga, sito kutambua kama bro tena. Sasa chagua kuniambia au kwenda kumwamsha bosi wako. Aliongea Hamza kwa sauti ya kibabe. Lawrence upande wa pili hakuweza kumkatalia, kwani alimhofia Hamza licha ya kwamba alikuwa ni kama rafiki yake, hivyo aliamua kumtajia eneo alipo. Hamza mara baada ya kuambiwa eneo husika, aliona ni umbali mrefu mno, hivyo aliona hawezi kutembea zaidi ya kupanda taksi ya kuweza kumfikisha huko. Naam, upande mwingine ndani ya jumba la kifahari linalopatikana katika eneo la Tegeta, walionekana baadhi ya watu wakiwa wameketi eneo la ukumbi. Walikuwa ni mabosi wenye pesa nyingi na walionekana kuwa na mabodyguard walioambatana nao, na kulikuwa kuna kikao kilichokuwa kiendelea. Alionekana kanali mstaafu Fanuel Yoe akiwa amekaa kwa kuegamia kwenye sofa, akimwangalia kwa macho kauzu bwana aliyekuwa amekaa mbele yake, ambaye alikuwa amevalia jacket la ngozi hivi. Bwana huyo alikuwa mweusi ti na amejaa makovu usoni. Sasa Fanuel Yoe akasema, Mr. Snake, umoja wetu umekuwa ukishirikiana na kundi lako la Black-Haired Snake kwa miaka 7 sasa. Katika kipindi hicho chote tumeweza kusimamia madili mbalimbali ya silaha ambazo ziliingia nchini kwako, na umeweza kujiimarisha kwa kiasi kikubwa na kuweza kufanya kundi lako kutambulika duniani kutokana na uwezo wa juu. Lakini leo ndio mara ya kwanza umetuangusha na kutukatisha tamaa kabisa. Anaongea Fanuel Yoe. Huyu ndio bwana ambaye ni kiongozi wa kundi la watu wenye ujuzi wa sanaa mapigano. Mr. Snake ndio aliyekuwa kiongozi wa kundi la kininja la Black-Haired Snake. Sasa kutokana na kundi lake kupewa mission ndani ya Tanzania iliyokuwa na malipo mazuri tu, ndio maana alisafiri na maninja kukamilisha kazi ya kumuua Hamza na Regina. Afu mkeni Hamza ndo anamtafuta huyu kiongozi wao. Sasa genge la mabosi wa keki ya taifa ambao wameamua kujipa jina la kuzugia tu la Martial Arts Association walikuwa ni washirika wakubwa na kundi hilo la kininja kwa muda mrefu, na ndio maana hata kazi ya kumuua Regina walipewa wao. Msikilizaji, unaweza kushangaa kwa nini kundi hili litake kumuua Hamza na Regi. Ukiachana na kwamba Master Konki ambaye alikuwa mwanachama kupewa kibano na Hamza kiasi cha kuwa na chuki, lakini upande mwingine kundi hili lilikuwa na sababu za kutaka kuona Regina pia anakufa. Mwanzilishi wa kundi hili alikuwa ni Mheshimiwa Mgweno, ambaye ndoto yake kubwa baada ya kuwa kiongozi mkuu wa taifa ni kutaka kuimiliki Tanzania. Msikilizaji, kuna viongozi wa ajabu. Mheshimiwa Mgweno katika mbinu za kutaka kuimiliki Tanzania ndio alianzisha makundi mengi ambayo hakujihusisha moja kwa moja, lakini alikuwa na nguvu ya kimaamuzi, na mojawapo ni kundi hili la umoja wa watu wanaojua mapigano. Moja ya sababu kubwa aliyofanya kuunda kundi hili ni kuhakikisha katika kuendeleza kuwa na maslahi yake anakuwa upande mzuri na jeshi. Afu istoshe alikuwa mwanajeshi komando kabisa kabla ya kuingia katika siasa, hivyo ilikuwa ni rahisi kwake kushawishi wanajeshi kutengeneza kundi hilo. Sasa kutokana na wanajeshi hao kupata pesa nyingi na pesa kuwanogea, walitoka katika miko ya kazi na kuwa wahalifu wanaojilinda katika vazi la kujiita makomando, na jambo hilo sasa lilimfurahisha sana Mheshimiwa Mgweno, na katika kukamilisha mambo yake aliwatumia sana. Sasa mara baada ya swala la Hamza na Regi kuletwa mezani na kiongozi wa kundi hilo Fanuel Yoe akimwakilisha Mheshimiwa Mgweno, moja kwa moja waliona kazi ya kumuua Hamza wawapatie washirika wao wa muda mrefu, yani assassin wa Black-Haired Snake, kumaliza kazi hiyo. Hayo yote ni kutokana na kuona uwezekano ni mdogo wa kupambana na Hamza ana kwa ana. Sasa huyu jamaa mweusi akajibu ya kwamba kundi letu la nyoka mwenye masikio meusi lina historia ya miaka 20 tokea kuanzishwa kwake, na hatua kwa hatua tuliweza kutambulika kimataifa, na ni juzi tu hapa miaka 10 iliyopita tuliweza kutambuliwa na Short International Association na kupewa cheo cha daraja C katika ulimwengu wa maninja. Uzoefu wa kazi za kuua tunazo, ni kwamba tu mtu ambaye mmetupatia kazi ya kumuua awamu hii anaonekana kuwa na mafunzo ya juu na pengine ashawahi kuwa mwanajeshi. Afande Yoe, una haja ya kuwa na wasiwasi, kwa sababu
tulipa pesa nyingi juu ya hii kazi. Mimi nawahakikishia tu kwamba tutaimaliza haraka iwezekanavyo. Afande akasema unaongea ujinga. Tulikuambia kabisa hili ni swala ambalo linatakiwa kufanyika mara moja. Lakini angalia, mmefeli na kufanya mkuu wa majeshi anatupatia tu tahadhari. Kazi imekushinda bwana. Tunataka urudishe malipo tuliyokupatia. Aliongea bwana mmoja mwenye kitambi aliyekuwa amekaa pembeni. Sasa jamaa akasema turudishe hela. Ni kwamba chochote ambacho sisi nyoka wa masikio meusi tumemeza hatuwezi kutapika. Sasa bwana kwa hasira akasema kazi imewashinda na mnataka kula pesa yetu? Hivi hamna aibu? Aliongea kwa hasira kusasa kigonga meza. Na huyo afande jina lake alikuwa anafahamika kwa jina la Afande Sucre. Maneno ya Sucre yalionyesha kumkasirisha mno Mr. Snake, huku akionyesha nia ya kutokubaliana naye kabisa. Sasa mwenzake akamwambia mzee Sucre, kaa chini ili tuweze kusikia mpango B wa Mr. Snake. Basi muda ule Mr. Snake alichomoa kisu chenye kifimbo chekundu. Kilikuwa kidogo mno, urefu kama wa kidole hivi cha mkono, na kilionekana chepesi, na alitumia kisu kile kujikata kucha, huku akisema ya kwamba wote hapa ni wanajeshi. Lakini sijui kama mshawahi kusikia neno maarufu katika vita linalofahamika kama original strike. Sasa Mr. Sucre kwa hasira akasema unaongea puzi gani huo? Snake akasema katika ulimwengu wa kimasenari, ikitokea umeshambuliwa, kitu cha kwanza unachopaswa kufanya ni kutafuta chanzo cha shambulizi, kwani ndio njia nzuri zaidi ya kutatua tatizo. Kama hisia zangu ni sahihi, huyo kijana wenu mnayemuita Hamza lazima atatafuta namna ya kututafuta ili kulipiza. Akaambia unamaanisha nini? Kwa hiyo unasema kwamba anaweza kuja ndani ya hili eneo? Jamaa mwingine akajibu, sidhani kama ni mjinga kuja eneo hili bwana, maana itakuwa ni kujitafutia kifo. Aliongea bwana mmoja mwenye mwili mkavu hivi. Sasa Snake akasema mnakosea, kwa taarifa mlizonipatia makisio yangu ni sahihi. Anajiona ni mpiganaji mzuri na lazima ataamini anao uwezo wa kutudhibiti, hivyo atatudharau. Afistoshe wengi wenu hapa mnaonekana wazembe tu. Aliongea na kumfanya sasa Afande Yoe macho yake kusinya. Ni kweli kabisa, katika mapigano licha ya kwamba wanajiita wanajeshi, lakini ni wanajeshi wa kutumia silaha na sio kupigana. Sasa Mr. Snake akauliza kwamba Mr. Snake, kama kweli Hamza akija hapa, unadhani vijana uliokuja nao watatosha kudili naye? Aliuliza na kumfanya Mr. Snake kwa kujivunia sasa kabisa kugeuza macho yake na kuangalia mwanaume ama wanaume waliosimama nyuma yake. Walikuwa ni wanaume wenye miili iliyojengeka kimazoezi, huku wakiwa wamenyoa vipara. Hawakuwa na ishara ya uzembe hata kidogo. Sasa akasema kwamba kama akijileta ndio mtajua nini kitakachomtokea ama nini kitakachotokea. Sucre alitukana tusi kwenda kwa Hamza, kisha akasema jifanye mjinga na ujilete hapa, nitampasua na risasi moja tu. Aliongea Sucre na kitambi chake huku akikoki kwa mbwembwe bastola yake. Sasa Afande Sucre akasema kwamba mkuu, mimi sidhani kama atakuja hapa na muda umeshaenda. Nadhani kikao kishaisha. Nina miadi ambayo natakiwa kwenda kutimiza, hivyo nitatangulia kuondoka. Aliongea Afande Sucre na kusimama akifuatiwa na bodyguard wake. Lakini sasa muda ambao anafikia mlango ili kuufungua ulifunguliwa kwa kishindo, na mara baada ya kuangalia vizuri ni mabodyguard waliokuwa wakilinda kwa nje walikuwa wamepoteza fahamu wakiwa wamerushwa mlangoni. Sasa muda huo watu wote walikodolea macho mlango na waliweza kumuona kijana mdogo tu akiwa amesimama kwenye mlango huku akitafuna bablish. Na nyuma yake walionekana mabodyguard waliokuwa wakilinda wakiwa chini, wengine wakionekana hawana fahamu na wengine walikuwa wakigulia maumivu. Sasa Afande Sucre alijikuta kimeza mate mengi huku akimwangalia Hamza kwa wasiwasi, akasema wewe ni nani? Aliongea huku mkono ukiwa sasa umeshafika kwenye kiuno sehemu iliyopo silaha yake. Naitwa Hamza mzee, mtu ambaye unataka kumpiga risasi na hiyo bastola yako. Aliongea Hamza akiwa na muonekano uliojaa uzembe. Afande Yoe macho yake alimtoka. Hakuamini Hamza angefika hapo kama alivyosema Mr. Snake. Afande Sucre alijikuta kirudi nyuma kwa namna ya kujihami na kuungana na wenzake.
Sasa upande wa wanajeshi wote wa kundi hilo wanaojua mapigano walijikuta wakisimama kwa wasiwasi na mshangao. Mr. Snake akasema, wewe ni jasiri mno ese. Hakika unastahili kuitwa mwanajeshi kwa kujileta hapa. Aliongea Mr. Snake akiwa na tabasamu usoni, akijiambia anakwenda kuimaliza kazi muda huo ndani ya eneo hilo. Ukweli ni kwamba licha ya kundi hilo kusikia habari za Hamza, wengi wao hawakuwahi kuonana naye ana kwa ana, zaidi tu ya Mr. Konki ambaye hakuwepo kwenye kikao hicho. Sasa afande Yoyo akasema, Mr. Snake, ulichoongea kimeonekana kuwa kweli. Nipo tayari kuona kila ambacho umeandaa. Aliongea afande Yoyo na wenzake wote walitingisha kichwa. Hamza akasema, hebu subirini kwanza. Aliongea Hamza akinyosha mkono sasa. Akaambiwa kwamba unataka kuongea nini? Usije ukasema unaona uoga wakati umejiingiza kwenye pango la simba. Sijaja hapa kupigana wala kuibua mzozo na mtu. Kwa ninavyoona hapa wengi wenu mnaonekana kuwa na vyeo serikalini. Hivyo sitaki kujiletea matatizo. Aliongea Hamza na kuwafanya wale watu kumwangalia kwa mshangao. Sasa mzee Yoyo akasema, kama hujaja hapa kupigana, umekuja kufanya nini sasa? Nimekuja kuwapa onyo. Leo baada ya kushambuliwa na maninja wa kundi la nyoka, nilijua fika kuna mkono wa mtu wenye nguvu umehusika. Hivyo sitaki ugomvi na mtu yoyote, na muache kushambulia watu wa karibu yangu. Sasa Hamza akajibiwa, onyo? Wewe ni nani wa kutupatia onyo? Hivi unajua vyeo vyetu katika jeshi? Kwa nini mtoto mdogo kama wewe utukabili onyo? Yaani utuambie onyo lako na tulikubali? Ukiburu umekuja Kwa maneno yako naona kabisa haupo tayari kuikumbatia hii fursa ninayokupatia. Hebu jifikirie mara mbili kabla ya kuendelea kunichokoza. Sasa Sokra akajibu, wewe mtoto ni kichaa sana, na bora umejileta mwenyewe. Kama ukufunzwa adabu, basi sisi leo tutakufunza hiyo adabu. Upo serious? Unadhani mimi natania? Unadhani mimi naweza kuogopa panya mdogo kama wewe? Mr. Hamza, asante sana kwa kufika hapa kwa ajili yangu. Ili niwaonyeshe ni kwa namna gani naenda kudili na mtu kama wewe. Sawa, na mimi nimekuja kuona unadili vipi na mimi. Aliongea Hamza, na muda ule Mr. Snake alipiga mluzi na kufumba na kufumbua tu. Kundi la watu waliovalia mavazi meusi walijitokeza na kuingia katika ukumbi huo, huku sasa wakiwa wameshikilia silaha. Kitendo cha watu wale kutokeza kiliwafanya watu wote kushangaa, akiwemo mzee Fanuele. Basi akasema, Mr. Snake, kumbe ulikuwa na kundi la watu wengi namna hii? Mr. Snake akasema, nisamee afande kwa kutokukutaarifu mapema. Nilikuwa nimejiandaa kudili na huyu mtu, ndio maana nimechukua kila tahadhari. Afande Sokra akasema, sidhani kuna haja kupoteza nguvu za vijana wetu, risasi zinamtosha tu. Aliongea afande Sokra na alitoa bastola yake akifuatiwa na mabodyguard, na bila kujiuliza mara mbili walimfyatulia Hamza mfululizo mpaka bunduki zikaishiwa risasi. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba risasi zile ni kama zilikuwa zikipiga hewa. Hamza walikuwa kimuona mbele yao, lakini ilikuwa ni kama holography ya Hamza. Ile unamaliza, Hamza alikuwa pale pale mbele yao, tena akiwa na tabasamu. Swala lile sasa liwashangaza mno wale mabwana. Hofu na wasiwasi iliwavaa. Walimuona Hamza kama mzimu. Mr. Snake akasema, wewe ni binadamu ama mzimu? Mr. Snake alijikuta akibungaa, huko kigumizi kikimkamata, akimwangalia Hamza kwa hofu. Na kuna kila hali iliyokuwa ikimwambia Hamza aliwafanyia kiini macho ili waamini alikuwa mbele yao, lakini muda mrefu alikuwa shapotea na amerudi baada ya kuacha kushambuliwa. Aliona kama hisia zake ni sahihi, basi njia moja tu ya kudili naye ni kushambulia ana kwa ana na sio kutumia silaha kama bunduki. Sijaja hapa kujibu maswali, nimewapa nafasi mmekataa. Aliongea Hamza huku akipiga hatua, lakini Mr. Snake alifyatuka na kumsogelea Hamza kwa spidi, akiwa na kisu amekitanguliza mbele kininjani kwa kumlenga eneo la shingoni. Kitendo cha Mr. Snake kumfikia Hamza usawa wa shingoni, mkono wake ulioshikilia kisu ulidakwa kwa spidi ya juu kiasi cha kushindwa kukwepa na kuzungushwa kwa nguvu, na maumivu aliyohisi alijikuta akikiachia kile kisu mwenyewe. Hamza kuchelewesha, wakati kisu kinadondoka katika mikono ya Mr. Snake, alikidaka na mkono wa kushoto na bila ya huruma alimkita nacho Mr. Snake katika paji la uso na kuzama ndani kabisa. Sasa maninja wawili waliokuwa karibu na bosi wao, mara baada ya kuona amekitwa na kisu cha paji la uso, walijikuta akisema, "Master!" Walipiga yowe
na kwa hasira kubwa walinua mapanga yao na kumsogelea Hamza kwa spidi kana kwamba wanataka kumtenganisha shingo na kiwiliwili. Wa kwanza mara baada ya kumsogelea Hamza kwa spidi kwa mtindo wa kutaka kumfyeka shingoni, Hamza alimkwepa kuinama chini na upanga ulipita hewani, na kisha pale pale kwa ustadi wa hali ya juu aliachia ngumi nzito iliyompiga bwana yule eneo la moyo, na kilichoweza kusikika ni mbavu zake tu kuvunjika, na alidondokea mbali huku akikodoa macho na kutema damu, kisha akadondoka chini, isieleweke kama amekufa ama amezimia. Hakuzubaa. Baada ya shambulizi lile, mwingine alikuwa ameshamfikia akinuia kutaka kumchoma na upanga eneo la tumboni, lakini Hamza alikuwa mwepesi, kwani alikwepa kisu kile na kupita kwenye mbavu kiasi cha kuchana nguo aliyokuwa amevaa, na pale pale alimpiga bwana ule teke la kigote na kumfanya kupinda, na ilikuwa ni nafasi ambayo Hamza alitaka, kwani alimtandika ngumi nzito ya paji la uso iliyomdondosha ninja kuelekea chini na kuzima pale pale. Sasa haikuwa kwa Sukre tu na wenzake ama kwa kiongozi wao Afande Yowe, wote walijikuta wakipatwa na mshtuko usio na kifani. Yaani wote walijikuta na ugonjwa wa fistula, huku hali ya woga ikiwavaa. Afande Yowe bastola yake ilikuwa na risasi, lakini alishindwa kuchukua maamuzi ya kuitumia kutokana na kila alichoona baada ya Hamza kutokuathirika na risasi. Wale maninja wengine mara baada ya kuona sasa wenzao walivyojeruhiwa, walisita kufanya mashambulizi na walimwangalia tu kwa wasiwasi. Hapo istoshe mkuu wao alikuwa ndio mtaalamu wa hali ya juu, na mabwana wawili waliozimishwa kwa ngumi moja moja tu ndio waliokuwa wakifuatilia, yani wakifuatilia kwa uwezo. Sasa wanawezaje kumshambulia mtu ambaye amemuua mkuu wao kwa shambulizi moja? Ase, kajikundi kadogo ka daraja C wanaona wanaweza kushindana na mtu kama mimi, aliongea Hamza mara baada ya kuona kazi yake ni njema, na alipiga hatua kumsogelea Fanuele. Hivi unajua kwa nini tumefikia hatua hii? Aliuliza Hamza na kumfanya Afande Fanuele kutingisha kichwa kusema hajui. Mmekodi watu kwa zaidi ya mara 3 sasa, tena kwa ajili ya kuja kunishambulia, na hata kutuma hawa wapuuzi mkiamini kwamba wanaweza kunishinda. Lakini yote hayo aliyotokea, mmeshindwa kujiuliza swali moja jepesi tu. Na swali lenyewe mlipaswa kujiuliza mimi ni nani kwanza kabla ya kuchukua hatua. Tokea mwanzo nilijua tu mnajitafutia matatizo kwa kunichokoza. Nilitaka kuwavumilia, lakini inaonekana nguvu yenu hapa nchini imewapa kiburi na hamwezi kunusa hatari. Sasa akasema Mr. Hamza, tafadhali tunaomba usitufanyie chochote bwana. Tupo tayari kufanya chochote. Najua na mahusiano makubwa na kiongozi wa mtandao wa Chatu. Mimi nipo tayari kuongeza nguvu ya mtandao huo. Tumefanya haya yote kutokana tu na pressure kubwa kutoka kwa familia mzee Benjamin. Aliongea, lakini Hamza hakumjali, na muda ule ule alimgeukia Afande Sukre. "Wewe mzee, njoo hapa." Aliongea Hamza na kumfanya Afande Sukre kutetemeka, lakini kwa hofu kubwa alimsogelea Hamza. Afande akasema, "Mr. Hamza, kama kuna chochote unataka niambie, mimi nitafanya." Aliongea kwa kunyenyekea na kufanya wenzake kumwangalia kwa macho yaliyojaa dharau kwa namna alivyonyoea. "Nipe hiyo bastola yako." "Hutaki kunipatia?" Hii hapa. Aliongea Sukre kwa haraka mara baada ya kusikia hataki kwamba kumpatia Hamza. Sasa Hamza mara baada ya kushika ile bastola aliangalia ndani yake kama ina risasi, na ilionekana kuwa nazo 3, na kitendo cha kuiweka sawa alikuwa ashaachia risasi ambayo ilitoboa paji la uso la mzee Sukre. Sukre hata hakujua amepigwaje risasi, maana mkono wa Hamza ulifyatuka kwa spidi kubwa mno, lakini ndio hivyo, ilikuwa mwisho wake. Sasa Hamza hakujali maiti ile, na alimgeukia Fanuele ambaye alikuwa akitetemeka kwa hofu pamoja na kundi lake. "Nilisema kabisa sijaja kupigana, lakini ukaamua kunidharau." "Mr. Hamza, nilikosea, tafadhali, kwa hiyo naomba unisamehe bwana. Ili tulipi." Kabla hata hajamaliza sentensi yake, alikuwa ashachapwa risasi 2 za kichwa na kudondoka chini. Yaani ndani ya dakika chache Hamza alikuwa ashaamua kiongozi wa kundi la nyoka mwenye masikio meusi pamoja na kanali mstaafu Afande Fanuele Yowe. "Asa, kuna mwingine anataka kufa?" aliuliza Hamza huku akiwaangalia wale waliobaki, na kila mmoja alionekana kuwa katika hali ya kutetemeka, huku baadhi wakitaka kujikojolea na walishia kutingisha vichwa vyao wakitia huruma. Hamza alikuwa na mpango wa kumuua mtu wakati anakuja hapo, lakini uchokozi ulizidi, hivyo alilazimika kutoa fundisho.
Naomba mnisikilize. Mimi ni kijana mpole sana, tena mwanachuo. Lakini naomba niwaambie tu, sipendi uchokozi. Aliongea Hamza na kisha airusha ile bastola chini, kisha alitoa simu yake ya button na kuangalia saa, na aliweza kuona muda ulikuwa umeenda sana. Nadhani taarifa zitamfikia anayewapa kiburi cha kutaka kufanya chochote ndani ya nchi. Mwambieni ajifikirie mara mbili kabla sijamchukulia hatua. Aliongea Hamza na kisha aliondoka ndani ya eneo hilo. Sasa msikilizaji, kumbuka ya kwamba Dina alipiga simu kwa Hamza kumuulizia kwa nini umenifanyia ulichonifanyia usiku, kwa nini? Kwa nini umeamua kunifanyia hivyo? Kwa hiyo hapa sasa ndo tunaendelea. Hamza alimjibu ya kwamba wakati ulipokuwa umelala mimi sijafanya chochote mbona? Anaongea Hamza akiwa katika simu na Dina. Yaani bado unaongea kimatani tu. Asubuhi nimesikia taarifa umemuua mzee Fanuel Yowe. Mstaafu Mgweno ametoka kunipigia hapa, anaomba yaishe. Aliongea Dina na kumfanya Hamza kucheka. Ilionekana onyo ambalo alitoa jana limefanya kazi. Kuna onyo nilijaribu kutoa jana usiku na limefanya kazi. Tumia nafasi kujimarisha. Yaani unajua kusababisha matatizo sana. Sidhani pia kama umeomba kuyamaliza kwa nia ya dhati. Kumbuka kuna uchaguzi mwezi ujao, ndio maana akaamua kujishusha. Yaani mimi Mgweno unayemjua mimi sio mtu akukubali aishe kirahisi. Kama hajanielewa, mwachaje. Hata baada ya huo uchaguzi wewe mwachaje. Mimi sipendi uchokozi, ni hivyo tu basi. Nitapambana kulinda amani yangu. Aliongea hivyo Hamza. Sasa upande wa pili ulionekana kuwa kimya. Vipi baadaye unakuja kunisalimia? Sijakuona muda mrefu. Muda mrefu wapi wakati ni juzi tu hapa. Hata kama hakikisha unakuja usiku, la sivyo nitakuja kuruka ukuta na kuingia ndani ya hilo kasiri unaloishi siku hizi. Aliongea na kumfanya Hamza kuishia kukubali tu. Hamza mara baada ya kumaliza kuongea na Dina, alikata simu mara moja, na muda huo ndio alikumbuka alikuwa amegailisha mara kibao kwenda nyumbani kwa Eliza. Na pia kulingana na ratiba za siku hiyo, aliona ingekuwa ni ngumu pia kwenda, hivyo alimpigia simu na kumueleza kuwa hataweza kumtembelea. Baada ya kuoga, alivaa nguo na kisha alishuka chini sebleni na aliweza kumkuta Reji akiwa busy jikoni akitengeneza sandwich kwa kutumia sausage. Regina, unatengeneza sandwich au kitu gani? Sio lazima kujua anachotengeneza. Aliongea huko akizidi kwa busy. Alionekana kujivunia kwa kile alichokuwa akifanya. Sasa kutokana na shangazi kutokuwepo nyumbani, aliona aingie mwenyewe jikoni. Hamza alikumbuka shangazi alimwambia Regina hakuwa akijua chochote kuhusu kupika. Hivyo alishangaa kumkuta jikoni. Alijua Regina atatengeneza utopolo wa chakula. Hivyo alifungua friji na kutoa mayai, tambi na nyama pamoja na vitunguu na pilipili hoho. Unafanya nini? Unajua utachafua vyombo tu. Nitaviosha baadaye nikirudi. Hivyo nadhani kula sana ndio afya. Hivi kwa nini usisubiri tu tule hiki ninachopika? Haijalishi nakula sana. Sijui nitaishi kwa miaka mingapi mbeleni, sijui. Mtu unapaswa kula kila unachojisikia, maana hujui ni lini utashindwa kula. Yaani mawazo yako yanasikitisha sana. Kwa hiyo nadhani kwamba eti kwa sababu huwezi kuishi muda mrefu unachopaswa ni kula tu na sio kufanya vitu vingine vya msingi. Aliongea huko akikunja sura, lakini Hamza alikuwa mvivu kujibishana naye na alianza kusagasaga ile nyama. Muda huo vipande viwili vya mkate vilichomoka ndani ya kibaniko bwana. Sasa Regina alijikuta akishangaa huku sasa akikunja ndita. Hamza akauliza nini tatizo? Na aliuliza huku sasa akimgeukia, na mara baada ya kuangalia kilichokuwa kikimshangaza, alijikuta akianza kucheka. Regina, huu ni mkate au pande la mkaa? Vipande hivyo vya mkate vilikuwa vimegeuka kuwa vyeusi ti na sio brown kama alivyotarajia. Unacheka nini sasa? Nimezidisha tu moto ndio maana umeungua. Aliongea na kumfanya Hamza kusogea karibu na kuangalia. Aina hii ya mikate inahitaji nyuzi 3 tu za joto kuubanika. Sasa wewe umeweka 6, unadhani nini kitatokea? Aliongea na kumfanya Regina kuangalia mashine hiyo ya kibaniko na kuona kweli aliweka joto la juu mno. Akasema nilikosea. Aliongea sasa akirekebisha na kuanza kubanika upya vipande vya mikate ili sasa ajazie na sausage. Mimi ni Johnny mzoefu wa kutumia hizo mashine za kupikia. Bwana endelea unachokifanya bwana, mwachana mimi. Sasa baada ya nusu saa, maana Regina alivyomjibu hivyo alimsukumia pembeni huko akiendelea kwa busy.
Baada ya nusu saa kila mtu alikuwa ameshamaliza kutengeneza kile alichokuwa kitengeneza. Hamza alitengeneza tambi za mayai, yani za mayai nyama na kuziweka pale, na Regina alikuwa ametengeneza sandwich zake za sausage. Asa baada ya kukaa mezani kumbuka sio kwamba eti Hamza amepika chakula wao wale wote, kila mtu kajipika chakula chake. Asa baada ya kukaa mezani bwana, kila mtu alikula kile alichoandaa mwenyewe. Hii kapo hii. Asa Reji ila anapeleka mdomoni kung'ata kipande cha mkate, alijikuta kikunja sura na alitema pale pale. Hii sausage nadhani zilikuwa zimeshaharibika. Ni chachu mno. Kwa hiyo ulipika bila ya kuangalia kama muda wake umeisha? Aliuliza Hamza na kumfanya Regina kuwaza kwa nini hakuangalia kabla. Alijikuta akitia huruma huku akiangalia kitafuno alichoandaa kilichokuwa kimeshachacha na kujikuta akiangalia sahani ya Hamza iliyojaa tambi za mayai kama vile ni pizza. Alijikuta akimeza mate kutokana na harufu yake nzuri. Sasa Hamza aliweza kujua mwanamke huyo alikuwa akitaka cha kwake, lakini alikuwa tu ni kama anashindwa kuongea, ila alishajua kabisa huyu binti huyo ameshaanza kutamani chakula chake. Regina, mimi nadhani haitakuwa vizuri kuharibu chakula. Hivi unaonaje tukiambizana kumaliza hiki cha kwangu? Aliongea Hamza akimaanisha wasaidiane kula na kumfanya Regina kusafisha koo. Sawa, kwa sababu umeniomba nikusaidie nitafanya hivyo. Takula kidogo tu kukupunguzia mzigo. Anyway, asante kwa msaada wako boss. Aliongea Hamza huku akimpunguzia kwenye sahani yake. Kitendo cha Regina kuonja, ajikuta macho yake yakimtoka. Na pale pale alijiambia inakuwaje Hamza anajua kupika namna hiyo. Japo tambi hizo zilionekana za kawaida kwa kupikwa, yani zilionekana hizo tambi ni za kawaida kwa kupikwa na nyama pamoja na mayai, lakini hakuamini zingekuwa na ladha tamu kama hiyo. Hey, hivi ushawahi kuwa mpishi? Regina alishindwa kujizuia akaamua tu kuuliza. Sasa Hamza alimtazama Reji kisha akamwambia, hapana, sijawahi kuwa mpishi. Kama ni hivyo, inakuwaje unajua kupika namna hii? Labda ni kwa sababu sio rahisi kuishi. Ndio maana ni vizuri kuhakikisha unajua namna ya kuridhisha tumbo lako. Aliongea Hamza, lakini jibu lake yani ni kama vile halikumridhisha Regina. Na shauku kubwa ilimvaa. Regina, unanisifia? Kidogo tu. Aliongea Regina kwa sauti ya chini na kumfanya Hamza kutabasamu. Baada ya kifungua kinywa, waliondoka kwa pamoja wakiwa na nyaraka maalum na kuelekea bomani kwa ajili ya kukitafuta cheti cha ndoa. Asa kwa sababu gari Lexus ilikuwa imelipuka, walitumia Mercedes Benz Maybach. Ilikuwa ni gari nzuri sana ambayo haikupitisha risasi, hiyo Mercedes Benz Maybach. Kutokana sasa na ukubwa wake katika jamii, swala zima la kupata cheti alikuchukua muda. Mwanadada ambaye alikuwa amesimamia swala zima alijikuta akimuonea wivu Hamza kwa kuweza kupata mwanamke mzuri kama Regina. Mara baada ya kurudi kwenye gari, Regina alionekana kuwa na hisia mchanganyiko mara baada ya kuona picha zao katika cheti. Hamza alishia kumwangalia kupitia kioo cha nyuma na kuona ni kwa namna gani Regina alionekana kuwa na wasiwasi. Vipi? Unahisi kuna chochote kilichobadilika? Bwana, mimi sioni chochote. Sioni chochote hata cha ajabu. Nimefanya yote kwa sababu tu ya kumridhisha bibi tu ili anipatie hisia zake. Kwa hiyo ndo naona ipo hivyo. Muda ni fumbo kubwa mno. Unajua Regina, mimi sikudhania kama nitajikuta katika hali kama hii. Ila inanifanya niwe na furaha bila sababu ya msingi.
Alafu wewe, naomba usijizime data, umesikia? Hiki ni cheti tu. Sijui unanielewa? Hiki ni cheti tu. Unaweza kuoa muda wote unaotaka. Ile likipita tutafuata taratibu na kufuta hiki cheti. Umesikia? Kwa hiyo hakikisha mpenzi wako ajue. Yaani mimi sitaki matatizo kabisa. Ili ni swala la muda tu, na hiki naomba uelewe ni cheti tu. Swala la kufuta cheti ni mimi kuamua kama nakubali au la. Lakini usijali sana. Muda una majibu mengi. Unajua wanasemaga ya kwamba duniani bwana, hakuna mwalimu mzuri kama muda. Kwa hiyo muda una majibu mengi na muda utaongea kila kitu. Aliongea hivyo Hamza. Lakini licha ya kuonekana ana furaha, upande wa Regina hakuwa na furaha, na alimtaka Hamza kuendesha gari kuelekea hospitalini ili kumuonyesha bibi, yani kumuonyesha bibi yake cheti aridhike, na kisha ridhika si ndio atamkabidhi hisa zote za kampuni. Maana bibi anataka tu kuona kwamba amefunga ndoa, hata kama ni ndoa ya kiserikali fresh. Lakini sasa wakati wanafika ndani ya maegesho ya magari katika hospitali hiyo, ni kama Hamza alikuwa akisubiriwa, kwani walikuwepo polisi wakiongozwa na Nobet. Sasa Nobet akiwa serious alisema kwamba Mr. Hamza upo chini ya ulinzi kwa makosa mauaji yaliyotokea jana usiku. Aliongea Nobet akiwa serious. Na polisi wenzake bwana walimzingira kutaka sasa kumfunga Hamza pingu, huku wakiwa katika hali ya tahadhari sana na silaha zao. Regina mwenyewe alijikuta akitoa macho mara baada ya kusikia kauli hiyo. Ilikuwa ni kama yani hajasikia vizuri. Sasa kwa hali hiyo ndoa ndio imeisha na Hamza hapa akikamatwa hivyo. Kipi kitakachotokea huko? Ndio hapo amejipanga kwenda kuonana na bibi kumkabidhi cheti cha ndoa ili Reji apewe hisa. Sasa bibi akimuulizia Hamza itakuwaje? Na Hamza alitoa onyo, hakutegemea kama hiki kitakuja kutokea. Sasa kutumwa kwa hama polisi kuja kumkamata Hamza kwa mauaji ya jana. Je, kuna watu wamejitafutia matatizo? Ama Hamza ndo mwisho wake wa kuishi hapa Tanzania? Tutakapokuja tutafahamu mengi zaidi. Hamza kipi kilichoendelea? Bibi kwa upande wa bibi, je, mara baada ya kuona hilo swala ndo alidedi na alifanikisha kumkabidhi? Na kama akifanikisha, kumbukeni yule mama yake wa kambo hataki kabisa Reji kupewa hisa zote. Hataki. Kwa hiyo msikilizaji, unaweza kuona ya kwamba hili swala limeisha, si swala tu la Reji kufunga ndoa na kupata cheti, si anataka tu cheti. Sasa kumbukeni kuna yule mamake wa kambo. Mnamkumbuka Yeye hataki kabisa bibi aweze kufanikisha swala la kumpatia Regina hisa zote, hataki. Sasa tunaweza tukaona hapa Hamza na Reji ni kama wapo salama. Sasa je, huyo mama yake wa kambo atakubali kuona ya kwamba bibi anampatia hisa zote, ama atakwenda kufanya nini? Na atakachofanya, je, ndivyo itakuja kutambulika ya kwamba yeye ni mwanamke ambaye yupo kwenye familia kimaslahi, na mtoto inayesemekana kwamba ndio mtoto wa huyo babake Regina ikaja gundulika kwamba sio mtoto wa damu wa babake Reji, itakuwaje? Watu wanakufaga kwa pressure jamani. Hawa watu wenye hela hawa. Msikilizaji, tutakaporudi tutafahamu zaidi mara baada ya hao polisi kumkamata Hamza kipi kilichoendelea, na tutajua mengi zaidi kuhusiana na Reji kufanikisha kupewa hisa. Hili swala bado bichi sana. Mwandaji ni Isa Singano, niliyekusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Till we meet again. Bye bye.